Jambo la kwanza kwamba namna ya kupigana vita vya kiroho katika ile Yakobo 4:7 inasema mtiini Mungu, mpingeni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba namna ya kupigana vita vya kiroho, kwanza kabisa ni lazima ujue kwamba unahitaji kumtii Mungu. Unahitaji kumtii Mungu ili kumshinda shetani. Kumtii Mungu ni chanzo chako cha kumpinga nani? Shetani. Usipokuwa na utii, hauwezi ukampinga shetani. Nilisema shetani analijua neno. Shetani alikuwa mbinguni. Kule mbinguni alikuwa anaitwa Lucifer. Alikuwa anaitwa nyota ya asubuhi. Alikuwa anaitwa Elion. Alikuwa kwenye nafasi kubwa ya malaika wakuu mbinguni. Alikuwa ni mmoja wa makerubi. Makerubi ni malaika wa renki ya juu kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anamfahamu Mungu, anajua Mungu alivyo. Kosa lililomuondoa shetani ni kukosa utii mbele za Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu anapokosa utii, anakosa majina mazuri ya kuitwa mtoto wa Mungu. Anakosa kutumia ile mamlaka aliyopewa, mamlaka aliyonayo. Sawasawa na Mathayo 10:1 ambapo anasema Yesu aliwaita wale thenashara na akawaambia, mmepewa mamlaka, mmepewa amri ya kukanyaga nyoka, nge, ya kutoa pepo. Ile mamlaka ambayo tunaisoma kwenye neno la Mungu kwa watoto wa Mungu, mtu anaikosa kwa kutokutii tu. Kwa hiyo na sisi tunapaswa kuwa wajanja, kuwa waelevu zaidi ya nyoka, kwamba tuweze kuelewa kwamba ili ile mamlaka itende kazi ndani yetu, tunapaswa kuwa watii, tunapaswa kuwa wanyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona sababu iliyomtoa Adam kwenye nafasi katika Mwanzo sura ya 3 ni kutokutii tu. Shetani akachukua nafasi aliyokuwa nayo mwanadamu. Kitu kilichofanya shetani amshinde Adam, amshinde mwanadamu na mwanadamu apoteze uwezo wake, ni kukosa utii tu. Na shetani, kama nilivyosema, alikuwa mbinguni, anaelewa Mungu alivyo, anaelewa tabia ya Mungu. Kwa hiyo alijua tu nikimsababisha huyu mwanadamu akakosa utii, atapoteza nafasi yake. Kwa hiyo akafanya hivyo, na kweli mwanadamu akakosa nafasi aliyokuwa nayo mbele za Mungu. Badala yake shetani akawa na nguvu dhidi ya dhidi ya mwanadamu, akawa na nguvu dhidi ya mauti, akawa na nguvu dhidi ya umiliki na utawala. Shetani akawa yeye amekamata mahali ambapo mwanadamu alitakiwa awepo, akawa na miliki badala ya mwanadamu kumiliki. Kwa hiyo mwanadamu akapoteza nafasi yake kwa sababu tu ya kosa la utii. Kwa hiyo taona namna ambavyo kwa kukosa utii tunaweza kupoteza nafasi ambayo Mungu ametupa. Mara nyingi hata watu kazini hawakosi nafasi kwenye kazi kwa sababu hawana ujuzi. Wanakosa kwa sababu wanakosa kutii kwenye eneo la ofisi. Mara nyingi ndoa nyingi zinavunjika
sio kwa sababu ya kukosa uzuri, ya kukosa sifa ya kupika, ya kukosa sifa yoyote, lakini kwa sababu tu ya kukosa utii. Mara nyingi ndoa nyingi zimeharibika, zimekuwa sivyo tena. Watoto wengi wanaweza kufarakana na familia zao na wakalala nje ya nyumba, sio kwa sababu yoyote nyingine. Hata mzazi anaweza kusema huyu mtoto simuhitaji tena, sio sababu nyingine, ni kwa sababu tu ya mtoto kukosa utii. Kukosa utii kunaondoa nafasi ambayo mtu anaweza kuwa nayo. Kwa hiyo mamlaka ambayo Mungu ametupa tunaweza kukosa kuitumia sawasawa kwa sababu tu ya kukosa utii. Wakati mwingine tunashindwa kuelewa juu ya nafasi zetu tulizo nazo. Tunaweza kufikiri tunaweza kudumu milele, tunaweza kuwa nazo milele, au uchumi tulionao tukawa nao milele. Hapana. Vyeo tulivyo navyo tunaweza kufikiri tukawa navyo milele. Hapana. Vitu vinavyoendelea kutuangusha ni kutokutii, na kutokutii huwa kunainjiniwa na kitu kinachoitwa kiburi. Nilitoa mfano kwamba ulifikiri shetani siku moja kwa nafasi aliyokuwa nayo, yeye alikuwa anaitwa nyota ya asubuhi. Yeye mbawa zake zikifunguka vilikuwa vinalia vinanda. Alikuwa ni mwimbisha sifa mzuri, na ndio maana ukiwa ni mwimbaji jiangalie sana na roho ya kujinua, roho ya kiburi, kwa sababu imetoka kwa shetani. Yeye shetani tangu awali alikuwa ni mwimbaji huko, alikuwa ni mtu wa sifa. Ulitegemea shetani angeanguka, ni kwa sababu tu ya kiburi. Na Mungu siku zote anawapinga wenye kiburi, anawapa neema wanyenyekevu, anawainua, kwa sababu ndiyo tabia ya Mungu. Haijalishi nafasi ya mtu, haijalishi mtu alivyo. Mungu apingani na mtu, na Mungu ashindani na mtu. Mungu yeye ni mtawala, Mungu ni mwenye kuumba vyote, Mungu ni mtawala wa vyote. Yeye hawezi kushindana na mwanadamu. Alishasema hawezi kushindana na mwanadamu. Ndio maana shetani alipoinua kiburi tu aliweza kutoka kwenye nafasi, akatupwa duniani. Na Adam aliyekuwa rafiki wa Mungu, licha urafiki wao na Mungu, lakini alipokosa kutii akatolewa kwenye bustani. Mungu hakuangalia gharama aliyomuumba, hakuangalia muda aliyomuumba, hakumwangalia heshima aliyompa kwamba huyu ni sawa na sisi, ni mfano wetu, aliumbwa kwa mfano na sura yetu. Hakuangalia hicho, lakini akamtoa. Wewe angalia, nakwambia, Suleiman na hekima zake zote, Mungu hakuangalia. Biblia inatufundisha wazi katika Wafalme wa Kwanza 11:4 kwamba Suleiman aliasi na Mungu akagawa taifa kwa hasira kwa sababu ya Suleiman alikosa kutii. Alipoagizwa akaacha kutii. Na nimeonya kwamba usije ukafikiri kwamba unapoendelea na utii kwamba utaendelea kuwa kwenye nafasi tu. Kama wote hao nimetoa mfano hawakuweza kuwa sehemu ya Mungu. Hata nimesahau juu ya Samson, mwenye nguvu, mwenye mamlaka, lakini kwa kukosa utii alikufa na alitoka kwenye nafasi ya Mungu na nguvu ziliondoka. Kwa hiyo hakuna mtumishi kwamba mimi nitaendelea kuwa mtumishi tu na ukaendelea kuwa na kiburi, ukaendelea kuacha utii, ukaendekeza dhambi, ukaendelekeza maisha ya uasi, ya kutokumfuata Mungu. Mungu atakutoa kwenye nafasi na mwisho wake itakuwa aibu, kwa sababu tumeona wengi kwenye Biblia kwa mfano huo wameishia aibu kama akina Samson, wameishia kushindwa kama akina Samson. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie kanisa la Mungu. Haleluya. Kwa hiyo wewe na mimi tunapaswa kuangalia maisha yetu ili tuweze kumpinga shetani asiwe na nafasi juu ya maisha yetu. Tuendeleze maisha ya utii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Mungu ni mwaminifu sana juu ya maisha yetu. Wewe ukitubu, wewe ukiziungama dhambi zako, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atakuondolea na udhalimu wote vilivyoliwa na madumadu.
wokovu ulioliwa na madumadu, upako ulioliwa na madumadu na tunutu, wokovu ulioliwa hali yako ya kiroho iliyopungua kwa sababu ya kutokutii. Unapotubu, Bwana anairejesha tena, na Bwana kusamehe, na Mungu akutakase kwa jina la Yesu. Wewe ambaye kuwepo jana umepata kwa hii samale fupi ambayo Bwana ameniruhusu kuweza kuiachilia ndani yako, kwamba ili kuweza kuvipiga vita vya shetani na shetani akakukimbia na shetani ukamshinda, cha kwanza ni lazima uweze kuwa mtii, uweze kuwa mtii. Hata nikaongea juu ya habari ya watu wengine wanaishi kwenye dhambi. Mungu amesema usizini. Unapozini umeacha utii, umemwacha Mungu na amri zake. Ukizini usifikiri kwamba utaenda kwenye hali ile kama uliokuwa unaenda nayo mwanzo. Kuna laana zitaanza kuambatana na wewe, kwa sababu kwenye kutokutii kuna laana, kuna mikosi. Mungu anaondoa mkono wake, Mungu anatoka kwako. Ile dhambi inaruhusu mlango wa shetani kuanza kutesa watu wa Mungu. Haijalishi uliwahi kutumika vizuri, lakini ukiacha tu ukaruhusu kutokutii, ukaruhusu kwende na maisha yako, ukaona ni kawaida, ukawa na kiburi cha uzima, basi shetani anaruhusiwa katika maisha yako. Unashangaa mapepo yanaingia kupitia uzinzi, mapepo yanaingia kupitia usharati, mapepo yanaingia kupitia maisha yako ya kuasi na kuto kumfuata Mungu. Na mara nyingi, Bwana Yesu asifiwe, unapoacha ibada, watu wengine wanasema nina mambo mengi, ninaendelea na maisha. Anaacha ibada. Kile kitendo cha kuacha ibada unaruhusu mlango wa shetani kuanza kutesa maisha yako. Unaposogea kwenye ibada unamkaribia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitendo tu cha kumtii Mungu, kwamba usiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya watu wengine, na muheshimu taratibu zile mmejipangia. Unaposogea mbele za Mungu, kuna vifungo vinaachia, roho za familia zinaachia, roho za mapepo zinaachia, roho zilizofunga watoto zinaachia, roho zilizofunga biashara zinaachia, roho zilizofunga uchumi zinaachia, roho za watesi zinaachia. Unaanza kushangaa watesi wanakimbia wenyewe, hawasogei karibu yako, kwa sababu iko nguvu ya Mungu inaopigana na wewe. Hata uhitaji kuomba, lakini unahitaji tu kumsogelea Mungu. Unapomsogelea Mungu anatenda. Haleluya! Si kama kuna mtu mmoja ananielewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Jambo la pili, usimpe nafasi ibilisi. Waefeso 4:27 inasema usimpe nafasi ibilisi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kupigana vita, mara nyingi si kama watu tumeona watu wanaopigana vita wanaviziana. Maadui wanakuwa ni maadui wanaoviziana. Kwenye vita hata huwa walali usingizi. Kwenye vita, mtu anapokuwa vitani hatui hata silaha. Kama wako kikosi, basi wengine watalala, wengine watakuwa macho. Tunasikilizana? Nipungie mkono hivi juu kama tunaelewana. Hebu tusimame alafu tukae tena. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshinda shetani kwa mbinu zote. Haleluya. Basi naomba tuketi tena. Mwambie shetani, niachie nisikilize neno la Mungu. Haleluya. Na ukae unaniangalia huko mbele, sitishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na nikisema Bwana Yesu asifiwe, uitikie amen kwa nguvu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usimpe nafasi ibilisi. Nimesema walio vitani wanajua nini maana ya vita. Hawawezi kutoa nafasi kwa adui kushambulia.
kwa adui kushambulia. Kwa namna ya kupigana vita ni kuwa macho, ni kukesha. Katika Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8 anasema, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba aungulumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Kwa hiyo be aware. Usiwe na ule Ukristo wa kubipu, wa matukio, Ukristo wa mpaka Pasaka, Ukristo wa mpaka Christmas, Ukristo mpaka wakupe barua ya mwaliko, Ukristo wa matukio, kwamba tuna safari, tuna sherehe. Kuna Wakristo wa matukio. Huo utampa nafasi Ibilisi. Mpigana vita anakesha akilinda silaha zake zisishambuliwe. Silaha za Mkristo unafahamu ziko wapi? Kwenye kitabu gani? Ninyi kama wanafunzi wazuri wa Biblia, ipigieni makofi mengi. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso 6 mstari wa 14. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waefeso 6 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni. Kweli ni nini? Ni silaha. Amen. Na kuvaa dili ya haki. Haki kifuani ni silaha. Na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injili ya amani. Kwa hiyo imani, haki, kufungiwa utayari tupatao kwa injili ya amani, yani kuwa na utayari. Tukitoa ngao ya imani ambayo kwa hiyo tutaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu, yani wokovu endelevu ambao unakaa kifuani kwako, na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Neno la Mungu liko ndani ya maisha yako. Lakini kwa sala na maombi, mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Kwa hiyo hizi ni silaha. Mtoto wa Mungu anakesha muda wote, hampi nafasi shetani, haweki chini silaha. Siku zote silaha anazivaa. Bwana Yesu asifiwe. Hawi na imani ya muda tu, lakini anakuwa na imani hata wakati ambapo anapitia majaribu, anapitia kukataliwa, anapitia hali ngumu, bado anaendelea kumwamini Mungu wake kwamba ni Mungu aliyemuumba, aliyemuokoa, Mungu anayempenda. Ana imani kama imani ya Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usimpe nafasi Ibilisi kwa kukesha. Usiwe na wokovu wa muda fulani, usiwe na imani ya muda fulani, usiwe mtu wa maombi kwa muda fulani. Anasema kwa sala zote, kwa maombi mkikesha. Tena sio kuomba tu kwa kawaida, ruhusu kwa Roho Mtakatifu. Anasema mkiomba katika Roho,
mkikesha kwa jambo hilo, kwa na maombi ambayo hata usiku unaweza ukaomba. Muda wote, mchana unaomba, asubuhi unaomba, siku wa manane unaomba. Bwana akupe hiyo neema katika jina la Yesu. Bwana Yesu akupe neema hiyo. Hizo ni silaha. Sio lazima tu maombi yao yameitishwa kwamba tutakuwa na maombi kanisani, asante kuja, amina. Kwa sababu hiyo pia ni hatua, lakini uwe na kiwango cha binafsi cha maombi ambapo unaweza ukajiongoza mwenyewe kwa maombi. Unaweza ukajisimamia mwenyewe kwa maombi. Haumpi nafasi ibilisi nafasi. Haumpi nafasi ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haumpi nafasi ibilisi kwa kujizuia na mitego ya dhambi. Kwa sababu shetani ana mitego. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ana mbinu, ana hila. Katika Efeso 6 mstari wa 11 anasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga silaha za shetani. Kwa hiyo shetani hatakiwi kupewa nafasi. Vaa silaha za Mungu, weza kuzipinga hila. Hila ni ujanja wa shetani. Hila ni mbinu za shetani. Yaani hila ni kitu ambacho mtu anaweza kawa na kufanyia kama kizuri, lakini nyuma yake kina madhara. Hizo ndio hila. Unakuwa na uwezo huo wa kutokumpa shetani nafasi. Unatambua hila za shetani, unampinga. Vaa silaha kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Katika Korintho wa pili 11:3, Korintho wa pili 11:3 anasema, kama vile yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu, mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. Kwa hiyo ni kukesha wakati wote, ni kumnyima nafasi ibilisi. Kwa sababu ibilisi anaweza katumia nafasi ndogo tu, kwa sababu na hila. Jizuie kwa kutokutenda dhambi. Jizuie. Mfano ni yule Hawa. Shetani alitumia njia ili atende dhambi. Kwa Paulo anasema kwamba kama vile yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawadanganya. Tunapaswa kutokumpa nafasi shetani katika fahamu zetu, katika akili zetu. Anasema asije akawakaribia katika fikra zetu. Unajua wakati ule unaweza ukafikiri kwamba hivi yule Hawa alikuwa anaonekana na nyoka kabisa, hivi amekaa na nyoka. Ilikuwa ni kwa njia ya fikra. Ingawa kwenye sinema hizi wanachola nyoka na pia imeelezwa kwa picha ya nyoka, lakini shetani anakuja kupitia fikra. Fanya hivi, ukifanya hivi ni vizuri. Toka kwenye ndoa, ukitoka ni vizuri. Anakuletea na vifungu vizuri. Zini ni vizuri. Kabla mtu hajazini anaanza kwa fikra. Ndio maana Yesu alisema, amri inasema usizini, lakini mimi nasema amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini. Kwa hiyo hapa Paulo
anapoongea na Wakorintho kwamba kama yule nyoka alivyomdanganya nyoka kwa hila, asije akawadanganya ninyi pia katika fikra zenu, mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. Kwa hiyo cheki namna ya mawazo yako yanayokutoa kwenye usafi wa Kristo, yanayokutoa kwenye mapenzi ya Mungu. Namna ambavyo shetani anaweza kuja, usimpe nafasi kwenye fikra yako. Anatumia fikra. Wakati Yesu anajaribiwa mlimani katika Mathayo 4, shetani sio kwamba alikuja kama nyoka kama ambavyo tunaonyeshwa kwenye filamu. Ile ni picha, ni lugha ya picha tu. Lakini shetani alikuwa akimjia Yesu kwa mawazo. Anamwambia ugeuze mawe yawe mkate. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia, anamsemesha. Na Yesu naye anamsemesha shetani. Imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali ataishi kwa neno litokalo kwa Bwana. Shetani anakuja anamsemesha. Sijui kama unapata picha hapo. Haleluya. Usimpe nafasi shetani kwenye ufahamu wako. Sijui kama unaelewa mambo mangapi anakusemesha. Hayo mabaya yote yatoeke. Watu wengi waliojinyonga, utafiti unaonyesha walianza hayo mambo kwenye fikra zao na walishaanza kujisemesha muda mrefu. Walioua wengi, hayo mambo haitokei tu anaua, lakini alishasema fikra yake, shetani alishamsemesha na alishapanga na akatekeleza. Tekelezo hilo linatokea kwa sababu kwenye fikra yake alimpa nafasi Ibilisi, kama Hawa alivyompa nafasi yule nyoka pale bustanini. Kwa hiyo chanzo cha mchakato wa dhambi wa mtu kutoka kwenye nafasi ile, vita inaanza kwenye ufahamu. Vita kubwa sana iko kwenye kichwa. Kwa hiyo usije ukampa nafasi shetani kwenye ufahamu wako. Jifunze kumwambia, rudi nyuma shetani, toka shetani, shindwa shetani, ninakukemea shetani. Unapopata mawazo yaliyo mabaya ya kujiua, ya kuua, ya kutukana, ya kutenda kitu kibaya kwa mtu mwingine, kutenda kitu kibaya kwa Mungu, ya kumchukia mtu, ya kuanza kumtengenezea uongo, ya kuanza kumtengenezea zengwe, ya kuanza kufanya kitu chochote, mchakato wowote ambao unaanza kichwani, ni lazima ujue kabisa kwamba hii fikra inateko au vipi. Hapa shetani anapata nafasi au vipi. Wale wazinzi anaanza kwa kumwangalia mwanamume, anaanza kwa kumwangalia mwanamke, ndipo anaanza kufikiri kumsemesha, ndipo anaanza kufikiri kwamba akisema tu nitakubali, ndipo anaanza mchakato wa kwamba tutaenda wapi, wa kwamba tutafanyia wapi hii dhambi yetu ya usherati, ya uzinzi. Wanaanza mchakato, ile inatokea kichwani. Wakati mwingine inapotokea kichwani, mtu wa Mungu, pata ufahamu, anza kumkataa shetani. Hiyo ni vita. Tayari shetani anataka kutoe kwenye nafasi, anataka kutoe kwenye uwepo. Ushindwe kumkemea shetani, ushindwe kumshinda shetani, kwa sababu fikra yako ikiharibiwa, tayari hali yako ya utu wa nje imeharibiwa, hali yako ya utu wa ndani imeharibiwa. Unakuwa hauna nafasi tena ya kumshinda shetani. Namna unavyokuwa msafi ndani, ndivyo unavyokuwa na mamlaka ndani. Ukijikalisha vizuri ndani, unakuwa na ile nguvu sana ndani yako, na Mungu akusaidia kusafishe na mawazo katika jina la Yesu. Akupe nguvu ya kushinda katika mawazo katika jina la Yesu. Kila mawazo potofu shetani anayekaa kwenye akili na fahamu, ni lazima umwangushe. Hebu omba na mimi, sema, ninakukataa shetani, achia ufahamu wangu kwa jina la Yesu. Mimi ni mtoto wa Mungu. Kila uovu, kila uharibifu, matendo ya giza ya kuacha njia ya Mungu, ninakukataa
Toka shetani, achia kwa jina la Yesu. Amen. Na iwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Mungu atakase mawazo yako. Mungu atakase fikra yako. Iwe ni njema. Uweze kuwazia mema juu ya ufalme wa Mungu. Uweze kuwazia mema juu ya familia. Uweze kuwazia mema watu wengine wanaokuudhi, wanaokukela. Uweze kuwazia mema, wala usiwaze kuweka sumu. Usiwaze kuwapiga, usiwaze kuwatukana, usiwaze kuwatweza. Sema kisasi ni kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mtu mmoja aseme kisasi ni kwa Bwana. Kisasi ni kwa Bwana. Watesi, adui, wanaosaga meno kwa ajili yangu, kisasi ni kwa Bwana. Amen. Katika Timotheo wa pili 2:26 neno la Mungu linasema, wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa ibilisi. Kwa hiyo tambue kwamba adui shetani anatumia kutega kupitia fikra. Yaani ubaya wote unaoweza kuona unaanza kwenye fikra. Kwa ndio maana Paulo anasema wapate tena fahamu zao. Na ninakuombea mtu wa Mungu, kama ulivyoomba, upate tena fahamu zako katika jina la Yesu. Mtu mmoja aitikiwe kwa imani kabisa, upate tena fahamu zako. Maana huko ni kiwanda cha ucha Mungu kwenye ufahamu wako. Haleluya. Na kutoka katika mtego wa ibilisi, kwa sababu shetani anaanza kutega kwenye ibilisi kupitia fikra, kupitia fahamu, ambao hao wametengwa naye hata kufanya mapenzi yake. Anateka fahamu, anateka fikra. Na mara nyingi inaanzia kwenye kutokuelewa tu. Kwa mfano tu hivi, mtu anahubiri, shetani anaweza akaligeuza neno, anasema anakusema wewe. Mtu mmoja alikuwa anahubiri, tumishi mmoja akawa anahubiri kwamba ninyi waumini mnakopa waumini wenzenu, na mnakopa wengine, mnakopa kwa wageni. Wameingia tu kanisani, mkiona na hera unaanza kumkopa. Waumini wageni mnawakopa hela, mnakopa hela afu amlipi. Roho Mtakatifu tu alimuongoza ahubiri hivyo. Sasa kumbe kuna mtu kweli amemkopa mama mmoja mgeni kabisa. Amemkopa, akaona na hela, ana kazi nzuri, yuko pale, akamkopa. Nakopa 250,000 akampa yule mama. Asa huyu namuonaga na imba tena hapa, na anaruka hapa, na hata ananena hata kwa lugha. Akampa 250,000. Sasa ukapita mwezi wa kwanza, halipi. Mwezi wa pili, halipi. Mwezi wa Sasa mchungaji amekazana, hana yule mtu hakumwambia mchungaji. Na hakuna mtu. Sasa alipokuwa anahubiri, mnakopa madeni. Yule akaondoka. Mahubiri gani sasa kama haya? Mtu anampania mtu, anayapangia, yani anahubiri matukio. Akaanza kueleza yeye mwenyewe. Matukio kivipi? Ndio kuja kuelewa kwamba kumbe shida iko hapa. Eleza kote huko. Sasa yule mama akaenda, mtumishi, mimi mwenyewe ulivyokuwa unasema, wakati nafika tu hapa, fulani alinikopa na hajarudisha mpaka leo. Kweli kumbe ndio maana vita imekuwa kubwa. Ndio maana mtu ameacha hata kusali. Kwa hiyo kuna mahubiri wakati mwingine tunaweza kuhubiri, au mtu anaweza kuhubiri. Mtumishi wa Mungu anaweza kasema, mwenyekiti, mwalimu, kiongozi,
Shetani anaanzisha vita ya kiroho kupitia maneno. Anaingia kwenye fikra, anatafsirisha tofauti. Anaanza kumwambia kwamba unajua hapo anakusema wewe. Tayari vita imeshaanza. Tayari mgogoro umeshaanza. Tayari maneno yamesha. Shetani anaweza kalivuruga kanisa kabisa kwa sababu anapita kwenye fikra tofauti. Kama ungemuuliza mwenyekiti, mwalimu, mchungaji, shemasi, mwinjilisi, angekwambia mimi sikuwa na wazo lolote kuhusiana na hilo. Asa ile nguo mimi alipotaja njano mimi ndio nilivaa njano. Hapana, labda kuwaza hata hiyo njano. Upone katika fahamu yako katika jina la Yesu. Hiyo migongano ya lugha za kibabeli shetani aachie kwa jina la Yesu. Maana anatumia hizo lugha. Maana wakati ila sio ndoa zenu. Chukua ndoa yetu. Sisi tumekaa miaka 26 sasa. Kuna wakati mwingine unashangaa tumesemeshana, lakini alichukua mwenzako tofauti. Yaani ameelewa tofauti kabisa, na linaweza kuchafua hali ya hewa kabisa mpaka mkae. Yaani sio nyie, lakini natolea mfano sisi, si ndio? Baadaye mnakaa sasa, sikumaanisha hivyo, unajua iko hivi na hivi. Yaani kuongea ilikuwa hivi na hivi, hapa nilimaanisha. Unasema sitoi hera sasa, kumbe sio hivyo. Ni shetani ametofautisha, ameleta fahamu, ameleta tafsiri. Hata kuna mtu una vidonda vya tumbo hapa, kuna lugha uliisikia na shetani akaipambiza. Kuna mtu unaendelea kukonda hapa kwa sababu yeye ni mwenzi wako alipokuambia, au ndugu yako alipokuambia, unaendelea kukonda. Unasema aliniambia hivi. Kama ungemuuliza angekwambia bana, sikuambia hivyo. Hii ni shetani tu ambaye ameharibu fahamu yako, amekutafsirisha tofauti. Hiyo ni vita ya kiroho ili ukose amani. Wewe umekaa kwenye ngome yake, yeye anakaa pembeni, anacheka, anasema nimewavuruga sasa, nimewaweza sasa. Kama ni kanisa anasema nimewaweza sasa, nimewavuruga na mchungaji wao alivyosema tu vile, basi wameacha imani, basi wameacha kutumika. Wako wengine kuna kuzirazira, anaacha. Wewe leo pona kwa jina la Yesu. Hiyo ni vita vya shetani, na shetani akashindwa juu ya maisha yako. Upone, wapate tena fahamu zao, na fahamu zetu zinarudi katika jina la Yesu. Watu hatuwaoni maadui, tunaona marafiki. Watu hatuwaoni maadui, tunaona ndugu wote. Watu hatuwaoni ni hatari kwetu, tunaona ni wapendwa kwa jina la Yesu. Kuna yale wakati mwingine kila mtu unamuona adui, na hata ni mafundisho watu wengine wanafundisha, usione hao watu ni maadui. Watu wanaweza kuwa maadui lakini hawana nguvu kwetu, kwa sababu Bwana amekwisha tushindia, Bwana amesha tupigania, Bwana amesha tusaidia. Hawa wote ni ndugu zetu, watakuwa ni chakula kwetu, sio majitu, ni watu. Bwana atatushindia mbele yao. Tunapata tena fahamu zetu kwa jina la Yesu, na kanisa likarejeshewe fahamu zao ya kujua Mungu yuko pamoja nao. Ndoa zikapate fahamu, familia zikapate fahamu, ndugu wote wakapate fahamu za Mungu ndani yao, ili fahamu zao zikiwa safi, zikirejeshewa neema ile ya Bwana, basi kutakuwa na nguvu ya wokovu katika maisha yao. Wataweza kumshinda shetani, maana fahamu zao ziko safi, zimetakata, ziko vizuri, hazijabeba mapanga, zimebeba neno la Mungu, hazijabeba malungu, zimebeba upako na neema ya Mungu, kwa sababu Bwana ameshaponya fahamu zao, na ndio maana wanakuwa na mamlaka ya kumshinda shetani. Shetani ametumia njia ya kupitia fahamu zao, na wao wakawa wajanja, wakasema usimpe nafasi ibilisi kupitia ufahamu. Wakawa wajanja kusamehe haraka kwa watu waliokosea,
maana anajua shetani anatumia ufahamu wangu, anatumia fikra zangu ili niweze kuweka chuki. Na Biblia inasema muwe na hasira ila jua lisichwe, hasira zenu hazijaisha. Na mtu ambaye hasira inakaa kifuani mwake ni mpumbavu. Kwa hiyo hao watu hawatoi nafasi kwa shetani kuendelea kuweka hasira ndani yao. Wanaachilia, wanasamehe, na hata wakisamehe wanaanza kawimbo ka mwaliaje ka kwamba nimekusamehe kwa faida yangu mwenyewe, nimekusamehe. Ningejua kuimba sana kwa sijui, lakini anaimba nimekusamehe kwa faida yangu mwenyewe. Maana anakataa anachosamehe kwa faida yake mwenyewe. Anachokifanya pale, anamnyima ibilisi nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Si unajua ukimchukia mtu, hasa wanawake wanamalizaga mambo wakisema kwanza mwanamke, yani jambo moja tu hili hapa, nimekosa, na mwanaume nimekosa. Mwanaume ni rahisi tu kusema nimekosa, yaishi. Mwanamke hilo neno nimekosa yaishi. Unajua sababu labda atasema nimekosa, ndio atasema lakini umenisababisha. Neno moja tu kwamba fikra yako upate kupona. Yameisha na umepona fahamu yako, fikra yako, shetani hapati nafasi. Kama nimekosa, nimekusamehe, shetani usipate nafasi kwangu. Akisema unajua, shetani mjanja kupitia fahamu. Anasema unajua wewe unamsamehe huyu, atakuja kuchinje siku fulani. Unakumbuka alikufanyia hivi, unasema wengine anaandika na kwenye simu, anachana hizo simu, futa hayo mafaili ya makosa. Wangapi mnaandikaga makosa ya watu? Futa. Hiyo ni mitego ya shetani, hizo ni njia ya shetani. Bwana akusaidia kutoe kwenye hizo ngome katika jina la Yesu, akufungue. Wewe mshtaki wako hautashtakiana naye, hautapelekana naye vibarazani, kwa sababu watu wa mataifa ndio wanashtakiana wao kwa watu wasioamini. Lakini watoto wa Mungu wanapeleka nyaraka zao kama waraka wa amani alivyopeleka Mordekai, aliupeleka mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuandiki makosa, alinifanyia hivi. Shetani nikazia, unajua kwanza pata kusikia mmoja, ila sio wewe. Sema mboya, hata hapa tunaweza tukaanzisha ugomvi wa fahamu, ugomvi wa fikra. Nimeisha jihami, sio wewe. Kwa hiyo hata namna ya mafundisho unayoyapata yawe ni mafundisho yale ambayo yatampinga shetani, yatamnyima nafasi shetani. Bwana Yesu asifiwe. Mfano tu kidogo, ninamaliza sasa hivi. Kuna mafundisho leo hii, nimesema shetani ili apate nafasi kwenye maisha ya watu, anatumia kuingia kwenye fahamu zao. Ataleta kwa njia ya mawazo, lakini ataleta kwa njia ya mafundisho potofu. Yale mafundisho potofu yatafanya umwache Mungu, uache fundisho la Mungu. Kwa mfano tu, fundisho la Mungu kwenye ndoa linasema usimwache, msiachane, si ndio? Lakini shetani leo hii ameleta mafundisho yanafundishwa mpaka makanisani. Anasema ukiona anakuzingua, achana naye, usijipe pressure bure kwa mtu. Wangapi tumeyasikia hayo kwenye mitandao? Si mengi tu. Sasa shetani anaweza katumia mafundisho katika Malaki 2:15 kama sikosei, lakini ni 2 hiyo. Anasema nachukia kuachana.
na ninachukia mtu anayemwacha mke wa ujana wake. Bwana yeye atusaidie sana. Lakini leo hii kuachana imekuwa rahisi tu, na wanafundishana kuachana. Kwa hiyo shetani ametumia mbinu hiyo kulitoa kanisa kwenye msingi wa Mungu. Unafikiri mtawala ni nani hapo? Ni shetani. Na unakuta kumejaa mashambuliano tu. Shetani akisha kanyaga tu pa, ashaingiza ugomvi. Ndio, kwa mfano tu, chukue mfano tu. Mimi tutengane na mke wangu, au niwe na fahamu, yani fikra yangu iwe inawaza kumwacha nani? Mke wangu, na hata mafundisho yangu yatabadilika. Nitakachowalisha na ninyi mtaenda nacho wapi? Mtaenda nacho huko. Ndio maana hata mchungaji amesema kama mke anakuzingua, huja achana naye. Kwa nini? Kumbe mchungaji yeye mwenyewe amezinguliwa na shetani, amemzingua tayari, ameshamkamata fahamu zake. Kwa hiyo hata mahubiri hapa sitakuwa na ubiri mimi, atakuwa na ubiri shetani. Sika, mnanielewa? Ili ukimpa nafasi ndogo tu shetani, kupitia fikra, kupitia mafundisho, yani usichukulie rahisi kuvishika vitu vibaya. Mazungumzo mabaya yanaharibu tabia. Ili usitekize tu kwamba unajua si kama mtu unapona hapa, si kama kanisa tunapona. Bwana Yesu asifiwe. Tasema yeye hawazi kumwacha mke wake, labda anampenda sana. Ndio, Mungu ameweka pendo ili niendelee kumpenda. Amen. Na ili niweze kuhubiri injili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akinizingua tuna banana hapo. Na yeye nikimzingua, na yeye kama anampenda Yesu atabanana na mimi, kwamba huyu Bwana alinipa mpaka kifo kitakapo tutenganisha. Fikra mbovu zote, fahamu zote mbovu zinafungwa hapo. Shetani akisemesha vibaya, naambia huyu ni my love, huyu ni wangu, huyu ni mke wangu, ninamsamehe kwa sababu huyu sio malaika, anaweza kukosea kama watu wengine. Shetani, rudi nyuma, toka kwa jina la Yesu. Atarekebika, atakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Okay, naomba usimame pale ulipo. Jesus my God. Namna ya kupigana vita vya kiroho. Tunapigana kwa kumtii Mungu. Hatushiki mapanga. Haleluya. Haleluya. Mungu tuliye naye yuko ndani yetu. Kwa hiyo tunapomtii yeye ndipo anapofanya vita kwa shetani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani akitaka kutuataki, namna ya kupigana vita, tunamnyima nafasi kwenye kila eneo lake analotaka. Tunamzuia kwa jina la Yesu. Amen.